Asante na karibu tena kwa channel hii. Leo tunaenda kumtazama mama ambaye ana changamoto ya kutapika, na hii hali inatokea ndani ya miezi miwili ya mwanzoni mpaka miezi 6. Wengine wamekuwa wakisongelea mpaka ambapo wanaenda rebound. Leo naenda kukupa mbinu 7 ambazo zinaweza kusaidia mama kupigana na hali ya kutapika. Inawezekana akawa ni mama mwenyewe ambaye anasikiliza video hii, au inawezekana akawa ni mwenza ambaye nyumbani anapitia hali ya kutapika mara kwa mara, au amekuwa akilalamikia na hali ya kutapika mara kwa mara, au inawezekana akawa ni mtumishi wa afya ambaye anasikiliza video hii. Unaweza ukaongeza maarifa au unaweza ukachangia na wewe kupitia comment hapo chini, na hata ukajifunza kwa namna gani ambayo unaweza kunusurika kupata hali ya kutapika kipindi cha ujauzito, au unapotokea hali ya kutapika afanyaje ili mradi aweze kuwa salama zaidi. Leo nakupa mbinu 7, lakini hali hii unafahamu kwa sababu nakupa hizi mbinu kwa sababu matatizo mengi ambayo yanajitokeza wakati wa ujauzito, ikiwemo hali ya kutapika, inaweza kuhatarisha afya ya mama na kupelekea ujauzito kutoka, au kama hautatoka basi mama anapitia hali ya kuwa dhaifu kwa sababu mama anakuwa hapati hamu ya kula au hapati virutubisho kupitia chakula ambao hivi ingemfanya kuwa na afya zaidi, lakini inaweza kupelekea mama akajifungua mapema zaidi, au mama anaweza kufikisha miezi 9 lakini mtoto akazaa na uzito mdogo zaidi. Kwa hiyo ili kuweza kuepukana na hii changamoto ni kuweza kujua nini ambacho unakikopa baadaye. Kwa hiyo mama utakutana na hivi vitu, lakini kwa kufanya mama kuwa salama kipindi chote ambacho utakuwa katika hali ya ujauzito, na mtoto atakayezaliwa atakuwa salama zaidi. Nakupa mbinu 7 ambazo zinaweza kusaidia mama kupigana na changamoto ya kutapika wakati wa ujauzito wako. Mbinu ya kwanza ni mama kushauri kutumia vidonge vya folic acid na iron. Ingawa vitakuwa vinakupa kichefuchefu, lakini wakati wa huwa nashauri mara nyingi kutumia wakati wa usiku zaidi, lakini wengi ukipata maarifa mapema zaidi huwa tunashauri mama kuweza kutumia kabla hata ambapo haujadiriki kupata ujauzito. Wewe ambao unapanga kupata ujauzito, anza kutumia mapema zaidi ili itakuepusha zidi ya changamoto ya kupata kichefuchefu. Itakuwa zidi ya kukulinda zidi ya kupata kichefuchefu na kiongolewa wakati wa ujauzito wako. Lakini ya pili, tunashauri mama kupata maji ya kutosha, ambao utakuwa unakunywa maji mara kwa mara ili itafanya mwili wako kuwa wenye afya, au kupata virutubisho kupitia maji pia ambao vitakufanya kupata hamu ya kula zaidi. Tatu, tunashauri mama usikae na njaa muda mrefu. Na utafanyaje ili mradi usiweze kuwa na njaa muda mrefu? Tumia vyakula ambavyo vitafunwa au vyakula ambavyo huwa vinabebeka. Maana yake mama hatushauri kutumia vyakula ambavyo vitakuwa na maji au vitu ambavyo vitakuwa na shombo. Hii hali itasaidia kuepukana na hii changamoto ya kupata kiungulia na kichefuchefu muda mrefu. 4, ni mama kuepuka vyakula vyenye mafuta. Nishatangulia kusema, lakini hivi sasa tunazungumzia kwa ujumla vyakula vyote vyenye mafuta mama tupendelee sana utumie wakati wa ujauzito wako. Hii kwa nini tushauri? Kwa sababu itakufanya kuongezea hamu ya kuhisi kichefuchefu na hali ya kutapika ambayo mama anaweza kumbana nayo. 5, ni pale ambapo mama tutamshauri aweze kutumia tangawizi. Inawezekana ikawa msaada mkubwa sana kwa yeye mama kusaidia kuepukana na hali ya kutapika. Tumia sana tangawizi, itakusaidia kuondoa hali ya kichefuchefu na kutapika. 6, mama jitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara.